Na baada ya mivutano ya miaka kadhaa, lakini baada ya kurejea tena kuamua kukaa mezani ili kufanya mazungumzo ya amani baina ya Marekani na Irani, mwaka 2025 duru ya kwanza ilianza kutimua vumbi, na mwaka huu 2026 pasina shaka duru zinaendelea, ambapo tayari duru mbili zimekwisha kufanyika za kusaka amani, mazungumzo baina ya Marekani na Iran, hasa wakizungumza juu ya programu ama mpango wa nyuklia wa Iran. Sasa Alhamis ya tarehe 26 mwezi huu wa pili mwaka huu 2026, Marekani na Iran zinatarajiwa kukaa tena duru ya tatu kwa ajili ya mazungumzo haya ya kusaka amani, ambapo Oman ndio mpatanishi wao mkuu pasina shaka, ambaye yupo katikati. Sasa kuangazia zaidi jambo hili na mustakabali wa duru hii ya tatu, namna ambavyo utakavyokuwa ni utakuwa wa namna gani, nimemwalika mchambuzi wa masuala ya siasa lakini pia mbobezi katika masomo ya siasa, ambaye yeye anachambua siasa za ndani na nje ya Tanzania. Anaitwa Godfrey Mchungu. Godfrey, karibu sana basi na shaka studio za AyoTV. Asante sana. Unajisikiaje? Nimefurahi sana kwa hapa. Pasina shaka tumeshuhudia duru mbili tayari zimefanyika baina ya Marekani na Iran baada ya Trump kurejea tena kwa awamu hii ya pili madarakani. Nini hasa ambacho tunatarajia kwa duru hii ya tatu ambayo inakwenda kufanyika Februari hii 26? Yes, kwanza kama ulivyosema kwamba haya ni mazungumzo ambayo yamekuwa yakichukua taswira kubwa sana kwenye siasa za kijiografia, almaarufu tunaziita ni geopolitics. Kwa maana kwamba namna gani tension ya misukosuko ya vita, masuala nafasi ya kijiografia, lakini zaidi sana ushawishi wa mataifa makubwa umekuwa ukivutana kwenye mzozo wa Iran dhidi ya Marekani, lakini zaidi sana dhidi ya Israeli. Ukitazama katika duru ya mazungumzo ambayo wamekuwa wamezungumza namna gani sasa ule mpango wa nyuklia ambao Irani amekuwa akitumiwa nao katika nchi kwa mtazamo nchi za magharibi kwamba aweze kupunguza. Na kwenye duru ya kwanza kama tulivyoona, duru ya pili ambayo kimsingi iliongozwa na Steve Witkoff, Jared Kushner na viongozi wa Irani alikiongozwa waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi na Ali Shamkhani, una kabisa kwamba hoja ambazo kimsingi walizungumza hoja nne za msingi. Hoja ya kwanza ilikuwa ni Irani kuweza kurudisha nyuma mpango wake wa nyuklia ambao sasa hivi umefikia takriban 60%. Hoja ya pili ni kwamba Irani iache kuyasapoti makundi ambayo yanaitwa makundi ya itikadi kali kwa mtazamo wa kimagharibi, makundi na maisha, kwa mfano Hamas katika eneo la Gaza Palestina, kundi kwa mfano la Hezbollah kule Lebanoni, kundi kwa mfano la Fanniun kule Syria, kundi kwa mfano la Hatibu Hezbollah kule Iraki, kundi kwa mfano la Hezbollah kule Afghanistan, na kundi la Houthi katika eneo la Yemen. Kwa hiyo Irani aache kuyasapoti ya makundi. Lakini hoja ya tatu ni kwamba namna gani Irani aache kuzalisha intercontinental ballistic missile. Kwa kwamba unafahamu kwamba Irani wamekuwa ni wazuri zaidi katika kutengeneza silaha za masafa marefu ambazo zinaweza kupiga takriban kilomita 3000, na kwa siku moja Iran wanazalisha zaidi ya drone kamikaze zaidi ya 400. Kwa hiyo kitazama imekuwa mwiba mchungu kati ya mizozo kati ya Israeli dhidi ya Iran, na zaidi sana namna ambavyo Marekani amekuwa akiona kwamba Iran kama anatishia maslahi yake Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukitazama kabisa kwamba katika mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea Omani, baadaye Uswizi kule Geneva, ni kwa namna gani sasa tensions za kijiografia, nafasi ya Iran katika ushawishi, nafasi ya Israeli na mpango wa nyuklia umekuwa ni sehemu msingi kuna haya mazungumzo. Lakini tukitizama pasina shaka Iran, waziri wake wa mambo ya nje Araghchi anasema kwamba wenyewe hawana nia yoyote ya kile ambacho wanakifanya, kwa maana wasiwasi wa Marekani na mataifa mengine kwamba atazalisha ama ataenda kukuza silaha. Wenyewe wanasema wanafanya hivyo kwa ajili tu ya amani yao kama taifa. Marekani kwa nini inapata shaka sana juu ya hili? Yes, swali zuri sana. Kwanza unajua ukitazama ni kwamba kwenye eneo zima la Mashariki ya Kati unaweza ukatazama katika namna gani nani anaweza kumiliki Mashariki ya Kati. Unafahamu kwamba tangu limeanzishwa taifa la Israel mwaka 1948 tarehe 15 Mei chini ya David Ben-Gurion, na tangu kile kinachoitwa two state solution mwaka 1947 kuna azimio 188,
Unaona kabisa kwamba baada ya kuanzishwa taifa la Israeli, Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu wanaita kama Nakba. Nakba maana yake ni catastrophe. Yaani kwa kwamba kuanzishwa kwa taifa la Israeli kumepelekea mvurugano katika eneo la Mashariki ya Kati. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Iran amekuwa akiongeza ushawishi wake mkubwa sana kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Na Israel ni taifa ambalo limeanzishwa kimkakati kwa lengo la kuangalia maslahi ya kijiopolitiki katika Mashariki ya Kati. Lakini zaidi sana ipo dhana kitaalamu tunaita balance of power, yani kuwa na uwiano wa mawanda wa kimamlaka. Nani anaweza kuongoza siasa za dhana ambayo inaitwa tunasema hegemonic power. Hegemonic power kuna diplomasia au kuna siasa ya jiografia ni uwezo wa taifa kuwa na nguvu za kijeshi, diplomasia, uchumi na ushawishi. Sasa ukitazama ushawishi wa Irani kwa kutumia proxy. Proxy tunamaanisha ni makundi ambayo tunaita ni non-state actors ambao yamekuwa yakipigana kwa maslahi ya taifa lingine. Ukitazama ni kwamba kitu ambacho anataka kukifuata Marekani Israeli ni kujaribu kuhakikisha kwamba maslahi yake ya kijiopolitiki yanakuwa sio sehemu ya msingi ya kuingiliwa dhidi ya Iran. Toba mfano moja, kwa mfano tangu Iran ilivyofanya mapinduzi, inaitwa mapinduzi maarufu mapinduzi ya Kishia mwaka 1979 ambao aliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini, tunasema ndo baba wa taifa la Iran. Una kabisa kwamba taifa hilo limekuwa likiweza kujijenga kiushawishi. Na ukitazama ni kwamba ushawishi wa Iran katika masuala mbalimbali ya kiteknolojia, ushawishi wa kiuchumi, ushawishi wa kikanda umekuwa ni pigo kubwa au imekuwa ni uhasama dhidi ya Marekani na washirika wake Israeli. Kwa Israeli anaamini uwepo wake Mashariki ya Kati lazima iweze, tunasema Iran ambayo imezoofika. Yani survival ya Israel lazima Iran ambayo imezoofika. Kama vile ambavyo ilivyozofika kwa mfano kule Lebanon, kwa mfano Palestina, kwa mfano Iraq, Afghanistan, Syria kwa mfano. Kwa sasa ili Israeli iweze kuwepo Mashariki ya Kati lazima Iran iweze kuwa haina nguvu. The same scenario, ili Iran iweze kuendeleza ushawishi wake Mashariki ya Kati inahitaji kuweza kujipanga kimkakati. Ndio maana kwa mfano Iran imekuwa ina jeshi la Iran na kikundi kinaitwa ILGC, kikundi maalum cha kulinda mapinduzi, ambao sasa hiki kimekuwa kikijaribu kutoa usaidizi wa kijeshi, kuweza kutoa mafunzo kwa Hezbollah, Fanmiyun, Hatibu Hezbollah na Houthi. Kwa kutazama ni kwamba kuna sababu za kihistoria katika eneo la Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Iran, vizidi na Marekani. Kuna sababu za kiuchumi, sababu za kijiopolitiki zaidi sana, sababu nani ambaye kutawala eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kikubwa hapo unachomaanisha wanachogombania ni nguvu, basi ni shaka kabisa nguvu. Na mara kadhaa nimekuwa nikisikia ama ukijaribu kusoma na kupitia, basi ni shaka unakumbuka Irani wanachosema wao katika mazungumzo au katika duru hizi ambazo wanazifanya. Hata tunakumbuka ya kwanza na ya pili, amesema yeye hataki mazungumzo ya moja kwa moja. Na duru zilizofanyika basi na shaka wawakilishi tu ndio ambao wamefika. Hii ina maana gani? Yes, kwanza ni kwamba mazungumzo haya kitaalamu yanaitwa ni bilateral negotiation au bilateral diplomacy, kwa maana kwamba mataifa mawili yanakaa yanazungumza. Lakini kwa jiografia Mashariki ya Kati ni diplomasia ambayo tunaita ni multilateral, yani ni diplomasia ambayo inahusisha mataifa mawili lakini imekuwa ikiathiri watu wengi wa kikanda. Na maanisha nini naposema hivyo? Unafahamu kabisa kwamba Irani amekuwa akiyasupport makundi kwa mtazamo wa kimagharibi yote, makundi ya itikadi kali. Sasa ukitazama wanasema kwamba mazungumzo ambayo atakiwa azungumze ni kwamba Irani aache kusupport ya makundi, la kwanza. Lakini la pili, Irani apunguze mpango wake wa nyuklia kutoka 60% mpaka 3%. Sasa Irani wanasema kwamba wao wapo tayari kuzungumza kuhusu mpango usalama wa nyuklia, sio kuacha nyuklia. Kwa sababu nchi ya Iran tunafahamu wamekuwa wakitumia nyuklia yao kuzalisha umeme, kwa mfano kutengeneza teknolojia. Lakini kwa mtazamo wa Netanyahu wanasema kwamba kama Irani ikiacha 60% ambayo inayo sasa hivi, wakifikia 80%, 70%, wanaweza kutengeneza bomu la nyuklia ambao itakuwa ni master yameingiliwa kwenye Mashariki ya Kati. Kwa hivyo vile kuna hoja hii ambayo unaweza kujiuliza kwamba kwa nini kuna mataifa na nyuklia hapa duniani? Israeli ana nyuklia, Marekani ana nyuklia, Urusi ana nyuklia, Ufaransa ana nyuklia, Uingereza ana nyuklia. Yaani kwa nini Iran ikiwa na nyuklia inakuwa ni matishio ya usalama, lakini sio Marekani, sio Urusi, sio Iran. Sasa unaona kabisa kwamba hapa ni kwamba hoja sio nyuklia. Hoja ni nani anatakiwa kuongoza siasa za Mashariki ya Kati. Sasa
katika mazungumzo ambayo yameendelea ndani ya wiki hizi mbili ni kwamba Iran wameweka wazi kabisa kwamba wao wapo tayari kujadiliana kuhusu mpango wa nyuklia, lakini nyuklia salama. Unafahamu mwaka jana baada ya vita siku 12 Marekani aliweza kupiga maeneo matatu ya Iran: Fordo, Isfahan na Natanz, unakumbuka? Na Trump akaja kuiambia dunia kwamba nimeweza kuharibu mpango wa Iran wa nyuklia. Lakini ukitazama watu hao ambao wanasema kwamba waliweza kuharibu mpango wa nyuklia, wanasema leo kwamba Iran bado anaendeleza mpango wake wa nyuklia. Kuna kabisa kwamba hoja hapa sio nyuklia. Hoja ni kwamba ushawishi wa Iran kuni mafuta, ushawishi wa Iran kuni mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz umekuwa ukipitisha zaidi ya 20% ya mafuta yote duniani. Kwa kimkakati na kijiografia, Irani ni taifa ambalo tunasema kwenye siasa ina kitu ambacho kinachoitwa power politics. Yaani unapokuwa na ushawishi Irani, unakuwa na nguvu za ushawishi wa kijiografia, kiuchumi na kikanda. Nataka kufahamu pia Oman wameingia katikati kama wasuluhishi, pasi na shaka mtu wa katikati baina ya Marekani na Irani. Kuingia kwa Oman kuna uweka nguvu kiasi gani kusimama na kulitatua jambo hili ambalo limeanza muda mrefu pasi na shaka? Yes, Oman ukitazama amekuwa kama ni mediator, tunasema ni msuluhishi, mtu ambaye amekuwa akiwaita kwa pamoja mataifa kinzani kati ya Irani dhidi ya Marekani. Lakini kama unafahamu kwamba Irani na Marekani wamekuwa kwa pamoja, wamekuwa wakiwa upande mmoja tunasema ni Irani, Marekani na Israel dhidi ya Irani na washirika wake wa kikanda ambao kama nilivyotaja mwanzo, wale makundi ambayo yanaitwa itikadi kali au makundi ya proxy. Kwa Irani kuna mzozo amekuwa tunasema ni mediator, na tunasema anakuwa ni mtu ambaye tunasema tunasema kitu kinachoitwa kitaalamu negotiation in good faith, yani anakuwa ni mshirika ambaye anaaminika. Unajua kuna siasa Mashariki ya Kati kumekuwa kuna mivutano, kwa mfano ya Saudi Arabia dhidi ya Iran, lakini zaidi sana unafahamu kwamba Marekani amekuwa na zaidi ya kambi tunasema asilimia 60 ya kambi zote duniani zipo katika eneo Mashariki ya Kati. Marekani duniani ana kambi 750, lakini hizo kambi zote zipo Mashariki ya Kati. Sasa kwa mfano Irani anapotaka kwamba Saudi Arabia ndio awe mediator, anakuwa muamini, kwa sababu nafahamu kihistoria Saudia na Iran wamekuwa na mivutano mikubwa zaidi. Lakini kutazama nchi nyingine, kwa mfano UAE, Qatar, kutazama kwa mfano hayo ya Bahrain, Kuwait, Afghanistan, Iraq, kote kutazama Marekani amekuwa na kambi za kijeshi. Kwa hiyo mediator ambayo tunasema ndo ambao ni Oman alijitokeza kwa sababu yeye ndio anaonekana mediator ambaye anaaminika zaidi na pande zote mbili. Kwa hiyo huu mzozo kutazama ni mzozo ambao unaenda kugusa na kuathiri tunasema jiografia ya kikanda. Kwa hiyo kwa lugha rahisi tunaweza tukasema kwamba Marekani wanamtumia Oman pasi na shaka katika hili. Marekani siwezi kusema kama anamtumia, ila Marekani amekuwa, unajua kuna mazungumzo na hili swali zile umejenga Jerome. Unajua kuna mazungumzo ya kidiplomasia, kuna kitu kitaalamu kinaitwa negotiation power. Hii lazima tufahamu. Kuna mazungumzo ya diplomasia, kuna mediocre diplomacy au mediocre negotiation na kuna negotiation power. Yani mnapoingia kwenye meza mazungumzo, nani ana turufu ya maamuzi kwenye meza mazungumzo? Hilo la kwanza. Sasa kwa mfano mkifanya mazungumzo kati ya mataifa ambayo hayana uwiano sawa wa nguvu za kiuchumi au za kijeshi, tunasema hiyo ni mediocre diplomacy, yani ni diplomasia yenye kiwango duni. Lakini kuna mazungumzo ambayo yanafanyika, kwa mfano mataifa mawili yanavutana, kwa mfano Irani dhidi ya Marekani, tunasema hii ni negotiation ambayo ina negotiation power. Sasa ukiangalia Marekani anaweza kupeleka athari kwa Irani. The same kwa nchi ya Irani inaweza kupeleka athari kwa Marekani, kwa sababu unafahamu zile intercontinental ballistic missile ambayo Irani anamiliki zaidi ya 3000 anaweza kuzipiga kambi zote za Marekani Mashariki ya Kati. Kwa hiyo wanapokaa kwenye meza mazungumzo, hawa wanakuwa ni negotiation ambayo tunasema negotiation ambayo inakuwa ina mivutano, na ndio maana imefanyika duru ya kwanza, duru ya pili. Kipindi cha Obama kama nakumbuka, alikuja na mpango ambao unaitwa Joint Comprehensive Action. Jumuiya ya kimataifa ilikana Irani kuweza kuiondoa vikwazo na Irani iache kuongeza mpango wake wa nyuklia. Trump alipoingia awamu yake ya kwanza akaweza kurudisha nyuma ule mpango, akajitoa kwenye ule mkataba. Kuna kabisa kwamba Irani ana nguvu za kiuchumi na ana negotiation power na ana nguvu za kiushawishi kwenye meza mazungumzo. Tusonge mbele. Nataka kufahamu pia kwamba tumeona kwenye duru za awali pasi na shaka mwongozo
ambao umekubaliwa pasina shaka na pande hizi. Sasa swali ambalo najiuliza bado ni kwamba katika duru hii ambayo inatarajiwa kufanyika hii Februari 26 siku ya Alhamisi pasina shaka, ni vipi ambavyo tunaona bado ni vikwazo vinaweza vikasababisha kuwepo kwa duru zingine zaidi na zaidi, duru hii isifanikiwe? Yes, ukitazama ni kwamba mpaka sasa hivi Iran umeendelea kusimamia msimamo wao ule ule. Marekani anachotaka ni kwamba Irani aache kuzalisha intercontinental ballistic missile, la kwanza. Lakini la pili, Irani iache kuyasupport makundi ya proxy, Hezbollah, Hamas, Houthi, Hatibu Hezbollah na Fanmiun. Lakini zaidi sana Irani iache mpango wake wa nyuklia. Sasa ukitazama ni kwamba Irani ameweza kukataa hoja zake zote ambazo zimetolewa upande wa pili. Ndio maana kama unatazama, Marekani amepeleka zana kubwa sana za kivita katika eneo Mashariki ya Kati kama kumtisha nchi ya Iran, kwa sababu Irani kulimeza mazungumzo ameonekana kama yeye ni mtu ambaye tunasema ni mtu ambaye ni tough. Na hii Trump anakili, hata leo amekili kwamba anasema kwamba anashangaa kwa nguvu zote ambazo tumeweka Mashariki ya Kati, lakini bado Irani hawapo tayari kwa kulimeza mazungumzo. Anasema kwa nini hawajaja kusema? Yes, kwa nini hawakubali kutazama? Tumesurrender. Hawezi mbona Trump anasema kwamba kwa nini Irani tumepeleka nguvu kubwa za kijeshi lakini bado hataki kusurrender. Hii maana ni kwamba Irani, cha kwanza lazima watu wafahamu, cha kwanza unajua Irani wamewekewa vikwazo miaka 40. Tangu mapinduzi mwaka 79 na avoingia kiongozi wa sasa hivi Supreme Leader Ayatollah Said Ali Khamenei, huyo ameingia mwaka 1989, wamekuwa kwenye vikwazo. Kwa hiyo wafanya Irani wakaweka nguvu kwenye teknolojia ya ndani. Na hapa kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema necessity is the mother of curiosity and innovation. Yani mahitaji kwenye taifa ina tabia ya kutengeneza watu kuweza kufikiri na kuweza kuwa wagunduzi. Irani imewekewa total economic sanction, vikwazo. Irani imewekewa total economic boycott, imetengwa. Irani imewekewa total economic divestment, yani imeondolewa usaidizi wa uchumi wa kimataifa. Leo hii kwa mfano mafuta yao hawayauzi kwenye soko la kimataifa. Kwa hiyo sasa walichokifanya wameweza kuzalisha teknolojia ya ndani. Kwa hiyo sasa hii maana ni kwamba sasa imewapelekea Irani kuwa na nguvu kwenye meza mazungumzo bila kutegemea usaidizi wa nchi nyingine yoyote. Lakini tunakumbuka mwaka 2018 Marekani ilijitoa kwenye ule mpango ambao walisaini mwaka 2015 wa JCPOA pasina shaka baina ya Iran, Marekani na nchi zingine kadhaa katika mpango huu. Sasa Marekani ilishajitoa na wakati huo alikuwa Trump kwa muhula wake wa kwanza, amerudi tena kwa wakati huu, bado anaendelea kuishinikiza Irani katika hili. Tunajiuliza sasa, hili pia linaweza likawa lina maana gani? Mimi nishatoka kwenye huo mpango lakini bado ninataka wewe acha. Yes, kwanza ni kwamba lazima tufahamu kwamba Marekani hawezi kuiacha Iran, kwa sababu Irani kama nilivyosema mwanzo kimkakati ni taifa kubwa zaidi. Lakini zaidi sana ni kwamba kwa maslahi makubwa Mashariki ya Kati na maslahi ya kijiopolitiki, tunafahamu kwamba Marekani mshirika wake wa karibu Mashariki ya Kati ni Israel. Kwa sasa unapoiacha Irani peke yake bila kuwekewa hiyo total economic sanction, total economic divestment na total economic boycott, maana ni kwamba unafanya kuweza kuwa na nguvu zaidi. Lakini zaidi sana unapelekea matishio ya Israeli kwenye Mashariki ya Kati. Kuna vitu shia kuvisikia vinaitwa Mossad, Shin Bet na Ahmad. Haya ni mashirika ya kijasusi. Shin Bet ni shirika la ndani la Israel, Ahmad ni shirika la jeshi, lakini Mossad ni shirika la nje la ujasusi la Israel. Haya amekuwa kuangalia mielekeo ya kisiasa nje ya Mashariki ya Kati. Yaani wao wamekuwa kiangalia kwa mfano mtazamo wa viongozi kwa mfano wa Misri, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE wanawaza nini kuhusu Israeli. Ndio kazi ya Mossad. Kazi yao ni kuangalia kwa mfano kule Iran umefikia asilimia ngapi katika mpango wa nyuklia. Sasa kwa maslahi ya kijiopolitiki na maslahi ya uwepo wa taifa la Israeli. Na lazima tufahamu kwamba Israeli imeanzishwa kwa mbinu kali zaidi. Kuna watu wamepigwa, kuna watu wameumizwa. Wa Palestina leo hii kwa mfano zaidi ya watu 70,000 wamefariki kutokana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Kwa sasa kuiacha Marekani hawezi kuiacha Irani kwa sababu anajua kuiacha Irani bila vikwazo vya kiuchumi au vya kisiasa itapelekea kuweza kupata nguvu za kiuchumi, kuinuka na mshirika wake karibu Israeli kuweza kuwa matatani. Sasa kama duru hii ambayo inakwenda kufanyika ikifua dafu pasina shaka,
nini ambacho tutatarajia kama manufaa kwa hizi nchi za Mashariki ya Kati pamoja na dunia kwa ujumla, lakini kama haitofua dafu tutarajia nini pia kama madhara? Yes, kwa cha kwanza ni kwamba tunafahamu kama duru hiki ikikamilika, maana ni kwamba yale masharti ambayo yamewekwa mezani, kwa sababu tunafahamu negotiation tunasema ni process of give and take, yani nipe nikupe. Kuna maslahi ambayo kimsingi yamewekwa mezani. Kwa hiyo naona kabisa kwamba kama wakifikia kwenye mafanikio, maana ni kwamba Iran itaondolewa vikwazo vya kiuchumi, hilo moja. Lakini la pili, Iran kama ikikubali kurudisha nyuma mpango wake wa nyuklia, lakini Iran kama ikiendelea au kama ikiacha kuzalisha zile ambazo zinaitwa intercontinental ballistic missile. Lakini katika upande wa athari sasa kutazama kama mazungumzo yasipoweza kufikia, maana ni kwamba tutaenda kushuhudia vita ya kikanda. Nimesema mwanzo kwamba Iran ana uwezo wa retaliate, ana uwezo wa kupiga Mashariki ya Kati yote. Juzi Ayatollah Khamenei amezungumza kwamba anasema hata jeshi lenye nguvu tunaweza wa kuzamisha mali zao. Naona kabisa kwamba ni taifa ambalo kwa kimsingi limekuwa likijipanga zaidi kimkakati. Lakini zaidi sana kuna siasa za kijiografia, unafahamu kwamba kuna mfumo huu wa kimataifa wa mafuta ambao umekuwa ukitegemea eneo zima Mashariki ya Kati. Na vita na Iran maana ni kwamba sasa huenda kupelekea kwa mfano mlango bahari wa Bab el-Mandeb katika eneo la Somaliland kuweza kufungwa, Wahuthi kuweza kuanzisha vita na meli zote takriban 10% isiweze kupita katika eneo la Bab el-Mandeb. Lakini zaidi sana mlango bahari wa Hormuz 20% ya mafuta yote yatakuwa kuna mtikiso mkubwa zaidi wa kiuchumi. Kwa hiyo siasa za kijiografia kama mazungumzo mfano kabla haujaendelea, mfano sisi Tanzania na Afrika Mashariki. Yes, ndio nasema tunaathirika vipi? Kwa mfano sisi Afrika Mashariki kuna kitu kinaitwa mlango bahari wa Bab el-Mandeb ambao upo katika eneo la Somaliland, unaunganisha bahari ya Sham na bahari ya Hindi. Pale kuna Wahuthi. Maana ni kwamba vita ikianza, Wahuthi watafunga mlango bahari. Kwa hiyo itaasili kuanzia pembe ya Afrika, Somalia, Ethiopia, maeneo kwa mfano ya Djibouti mpaka inakuja Afrika Mashariki, Kenya, Uganda utazama. Kwa biashara ya kimataifa itaathirika. Nimesema kwamba mlango bahari wa Bab el-Mandeb unapitisha 15% mafuta yote duniani. Lakini tunapozungumza kwa mfano mlango bahari kwa mfano wa Hormuz, 20% mafuta yote yanapita pale katika mfereji wa Hormuz. Maana ni kwamba sasa kama vita kitokea, biashara mafuta itapanda gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo hata mtu kwa mfano yupo Tanzania au yupo Kenya ataathirika moja kwa moja na hii vita. Unafahamu kwa mfano vita ya Ukraine kwa mfano ambayo ilianza mwaka 2022. Ilipigana Ukraine mashariki ya mbali ya Ulaya. Lakini angalia ngano inapanda bei Kariakoo. Ngano inapanda bei kwa mfano Kenya au Tanzania. Maana ni kwamba sasa siasa za kijiografia huwa zinaathiri eneo moja na kwenda eneo lingine, kwa sababu katika siasa ya kijiografia tunasema kwamba international system ya kiuchumi imefungamanishwa. Yaani leo kwa mfano inapotokea athari Mashariki ya Kati inaathirika Ulaya. Inapotokea vita kwa mfano Ukraine, mafuta yanapanda, ngano inapanda, bei zinapanda. Kwa hiyo hii vita ya Iran kwa kweli ni vita ambayo tenda kuathiri uchumi wa kimataifa na mfumo mzima wa mafuta. Ni shukuru pasina shaka umedadafua kwa undani zaidi na kinagaubaga, naweza kusema hivyo. Kwa kuhitimisha, tunangependa kupata mtazamo wako kama utabiri sasa. Tunarudi kwa wazee wa uwekezaji. Utabiri wa duru hii kwa upande wako, jinsi duru ya kwanza ilivyoanza, ya pili, lakini pia namna ambavyo tunaona, unaiona wapi? Yes, mimi nikitazama kwa kweli sioni hitimisho la pamoja, kwa sababu kama Irani akikubali kuacha mpango wake wa kuendeleza kuzalisha zile silaha, maana ni kwamba Irani itakuwa dhaifu zaidi. Hilo la kwanza. Kwa hiyo ili Irani iweze kuendelea kuwa na nguvu, lazima iweze kuwa na uwezo wa kujilinda. Lakini la pili ni kwamba kwa Israel amekuwa akijaribu kumanipulate, kujaribu kumshawishi Marekani kwa kutumia taasisi zake za AIPAC, Christian Zionism Movement, Israel Foundation, kuhakikisha kwamba wanaendeleza mpango wake wa kuweza kulobi hata kuanzisha vita dhidi ya Iran. Na unafahamu kwamba Israel wana mpango wa kutengeneza kitu kinachoitwa Greater Israel, yani Israeli kuu Mashariki ya Kati. Na hata juzi tumesikia balozi wa Israeli Marekani anasema kwamba wao wana haki za kihistoria hata za kidini kuchukua Mashariki ya Kati yote. Kwa sasa mazungumzo haya kwa kweli inakuwa tunasema determining factor, yani ni sababu ya msingi ya kuamua nani anaweza kuwa mbabe
nani anaweza kuongoza dhana ya hegemonic power, yani ushawishi wa kiuchumi na wa kijeshi kwenye eneo zima la Mashariki ya Kati. Asante sana, ni kushukuru mpendwa mtazamaji. Kikubwa ambacho tumekiangazia hapa mimi na mchambuzi hapa Godfrey Mchungu, basi na shaka ni upande wa Mashariki ya Kati, hasa tukiangazia kati ya duru ya 3 ambayo inaenda kuketi tarehe 26 Alhamisi ya juma hili kati ya Marekani na Irani na mpatanishi wao Oman. Basi na shaka tumedadafua kinagaubaga juu ya hiki ambacho kinaendelea kule ama kinatarajiwa kuendelea kule. Unaweza ukaweka maoni yako nawe juu ya mtazamo wako juu ya hiki ambacho kinaendelea baina ya Marekani. Unatabiri nini kwa upande wako? Hivyo basi kwa nyakati zote umekuwa nami Jerome Robert, lakini pasipo kumsahau mchambuzi wangu hapa wana Godfrey Mchungu, tukiwa tunashusha na asas kwa mbali inakuwa vyema sana. Asante sana. Basi nikutakia saa mwema, na nadhani tutakutana tena kwa saa mwingine kuendelea kujadili. Asante sana. Naam.